Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu kipenzi mtazamaji, leo na Alhabibi hapa na wanachuoni wawili hapa, ustadhi wawili hapa, lakini kadhalika tunaye hapa ustadhi Fadhil hapa. Leo hapa nitapenda kidogo atuzungumzie machache ambayo kwamba tutapata faida sisi watazamaji katika karne yetu hii tuliyokuwa nayo au zama zetu hizi. Na sasa hivi ukiangalia tunatoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, 6 imeshamalizika, masiku mangapi hapa? Kwa sasa tusikia tuhusia nini kuhusu hapo, na kuomba ndugu yangu usikilize, kwa sababu zama hizi mambo ya kheri ni machache sana, watu hataki kusikiliza, lakini mambo ya shari ndio mtu anapupia anayapenda sana kuyasikiliza. Sasa hebu angalia hata dakika zako ngapi tu, acha dakika zako ngapi hivi usikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah akajalia ukawa miongoni mwaja waliokuwa wema. Kwa inshallah tumsikilize Alhabibi, karibu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya machache Alhabibi kuzungumza, bila kupoteza muda, tumetoka katika mfungo wa Ramadhani na sasa hivi tumemaliza 6, lakini kuna baadhi ya watu mashallah kwenye Ramadhani walikuwa wapo vizuri, wanafanya ibada vizuri, wanafanya harakati vizuri, wanatoa sadaka, wanafanya kadha wa kadha, lakini baada ya kuisha Ramadhani wakawa wameachana na hayo mambo, wakawa wameachana na ibada, wakawa wameachana na khairati mbalimbali. Ndugu zangu, tujue makusudio ya kuumbwa kwa mwanadamu, kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatukuwaumba majini na wanadamu ila kusudio kubwa la kuumbwa kwa mwanadamu ni kwa sababu ya kufanya ibada. Katika aya hii Al-Imam Ibn Qayyim katika shairi yake katika kusherehesha aya hii anasema, ya khadim aljismi, ewe mwenye kutumikia kiwiliwili, ewe mwenye kuutumikia mwili, kam tashkali khidmati, ni mara ngapi umepata dharubu, umeteseka, umenyanyasika, umeiba, umenyang'anya, umefanya kadha wa kadha, mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuweka mwili wako kuwa sawa, kwa sababu ya kulisha kiwiliwili chako. Fa anta birruhi la biljismi insan. Kumbuka mwanadamu, wewe ni kwa sababu ya roho, ndio maana unaitwa mwanadamu, lakini sio kwa sababu ya kiwiliwili. Kwa maana Ibn Qayyim anakusudia kwamba hata kama unatafuta riziki, lazima kuna muda utenge wa kufanya ibada na kuna muda wa kutafuta riziki. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu katika imani, usihadaike wala usifanye kadha wa kadha ukaacha ibada. Tafuta riziki, lakini pia tenga muda kwa sababu ya kufanya ibada, kwa sababu lengo na makusudio ya kuumbwa sisi wanadamu ni kwa sababu ya kuabudu. Ndugu zangu katika imani, kwa hayo machache, alkamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe makusudio na atuelekeze katika khairi insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, naona umesikiliza vizuri nasaha hizo ambazo tumeambiwa na Alhabibi hapa. Labda kwa jina, huyu hapa ni Ustadhi Almiraj Ibn Adam, huyu hapa ni Ustadhi Al-Fadhil Ibn Ali. Mimi hapa ndugu yako ni Abdul Majid Ibn Waziri. Inshallah tumombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya ambayo yamezungumzwa, Allah atuwafikishe tuwe miongoni mwa waja wake waliokuwa wema.
Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.